jamaa zetu hao wakilalamikia kutengwa na serikali. Tuelekee kaunti namba 34 sasa, ambapo shule ya msingi ya Olompuluani iliyoko Kajiado Magharibi imepata sura mpya baada ya ujenzi wa madarasa na miundombinu mingine kukamilika. Shule hiyo iligonga vichwa vya habari mwaka 2024 kutokana na wanafunzi kusomea chini ya miti kutokana na ukosefu wa madarasa. Hii ndio sura mpya ya shule ya msingi ya Olompuluani iliyoko Kajiado Magharibi baada ya ujenzi wa madarasa 5, majilizi ya walimu, vyoo, mradi wa maji na miundo msingi nyingine kukamilika. Mwaka wa 2024, picha za wanafunzi wakiwa wanaendeleza masomo chini ya mti zilienea kwenye mitandao ya kijamii, wanafunzi wengine wakisomea kwenye madarasa haya yaliyoundwa kwa mabati. Lakini vile klasi zinaongezeka, tukapartition hizo darasa, wazazi wakachukua jukumu wakapartition hiyo madarasa, tukaweza iweze kuaccommodate hiyo madarasa kulingana vile wanaongezeka. Alafu wakati mwingine ilitubidi hata tusomee chini ya mti. Kuna mti ambaye tuliangusha pale. Ilibidi wakati hawa walikuja walitukuta tukisomea chini ya mti, na kwa sababu ya jua kali tulikuwa tunateseka sana, lakini imebidi kwa sababu hatukuwa na lingine. Mali tumepatikana huwa ni mali zuu za wanyama wa pori, lakini ni kama Mungu ametuma watu wa WHH. Na sasa wametuokoa sana zaidi. Hata hivyo, baada ya mahangaiko hayo, Olompuluani hatimaye imepata sura mpya. Wamepata madarasa 5, wamepata tank ya 100 meter cubed, wamepata vyoo 3, cha walimu na choo cha wasichana na cha wanaume na wavulana Alafu pia wamejengea walimu makazi, kwa sababu walimu huwa wanatembea kutoka mbali kuja shule, na hiyo ni njia moja ya walimu kuwa hawako motivated. Pia walimu wamepata staff room, administration block, na pia tumewafensia shule ndio kusiwe na intruders ambao wanapita wakiingia kwa shule, na tukawawekea gate ya kisasa. Wakati wa kuzinduliwa kwa mradi huo, wazazi na walimu hawakuficha furaha yao. Walieleza matumaini ya kuimarika kwa elimu na kupungua kwa visa vya wanafunzi kuacha masomo kutokana na mazingira duni ya kusomea. Mimi sijawahi kulelewa kwa nyumba ya mama yangu, sababu shule ilikuwa mbali. Tunaenda mahali ingine kwa majirani kutafuta mahali tunaweza soma, na sasa hivi mtoto wangu hawezi toka nje, anatoka nyumbani kilomita 1 ako shuleni. Kenya ilikuwa inasababisha sana hao watoto kuacha shule mapema ni hakuwa na pali pazuri ya kukalia, na pia hakuwa na walimu. Hakuwa na walimu wengi, walikuwa wanatarajia kukaa huko juu, hawana mahali pazuri pa kukalia. Pia kwenye hafla hiyo, madarasa mengine 2 yaliyojengwa kwa hisani ya hazina ya NG-CDF eneo bunge la Kajiado Magharibi yalizinduliwa. Kukamilika kwa ujenzi wa shule ya Olompuluani ni tone tu kwenye bahari ya changamoto kuhusu miundo msingi kwenye shule mbalimbali hapa Kajiado Magharibi, hatua inayotoa changamoto kwa wahisani, wadau wa elimu pamoja na serikali kujitokeza na kurekebisha hali. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.